kwa njia yoyote ninayokufa. Serikali ya Tanzania mumeniua. Rais Samia umehusika kuniua, umetia baraka kuniua, umepelekea waniue kwa sababu haya umeyasikia. Na kufa kipweke, na kufa kiume, na kufa kishujaa, nafia ndani ya nchi ya Tanzania. Na kufa nafia kwenye nchi yangu. Kama kina Muammar Gaddafi waliofia kwenye nchi zao, kina Saddam Hussein waliofia kwenye nchi zao. Saddam anasomea hukumu, anasema Allah Akbar, Allah Akbar, Mungu ni mkubwa pamoja na yote. Nafia kwenye nchi mimi sitoroki, siendi kokote. Nafungwa, nitateswa gerezani, nitapelekwa gereza nyingine, nitakashwa kwenye msumari, nitaweza kuweza kuposti video clip ya mchungaji Mwakipesile ambaye ikiwalisia ameweza kutoa lawama na kuweza kumtukana Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan na kuongea kama vile ambavyo umeweza kusikia. Nafikiri yote ni lawama, na huku akiweza kuzungumza kwa uchungu, kwa ukali sana kwa hiki kinachoendelea, na ni dhahiri shahiri kabisa kwamba yani kwa alichoweza kukidhamiria mpaka kuweza kuchukua ushahidi wa video ili mradi ujumbe uweze kumfikia. Na kama ulivyoweza kumsikiliza vizuri, nafikiri katika peji ya dada yetu Mange Kimambi, mbea wa taifa, ambaye pia aliweza kumuelezea kuhusiana pia na huyu mchungaji Mwakipesile, ambaye pia kuna wakati alikuwa akihitaji pia kupata kibali cha kumiliki kanisa lake, basi kukawa pia na changamoto ambazo pia ziliweza kumfanya siweze kupata pia kibali cha kuwa na kanisa. Lakini inavyoonekana dhahiri shahiri kabisa kwamba baada ya sakata ama hili jukwaa linaloendelea katika mitandao ya kijamii kuhusiana pia na sakata la mchungaji Askofu Mwamba Gwajima, huyu mbunge wa Kawe ambaye ameendelea kuzua gumzo na kufanya pia Tanzania kwa sasa imekuwa ikijadili na kuendelea kumzungumzia, ambaye amekuwa akienda tofauti na kile kinachoelezwa katika uongozi wa serikali yetu ya Tanzania, na hata kwa yale ambao wamekuwa kiazungumza kuhusu ishu ya utekaji, licha kama kidogo kumekuwa na changamoto na ukiukwaji wa baadhi ya maelezo ambao pia umeweza kufanya kwa baadhi ya viongozi ambao wameonekana pia kumpinga dhahiri shahiri Askofu Gwajima, baada ya kuonekana kabisa kwamba ni kama anatengeneza maslahi yake binafsi, ni kama anatengeneza pia upenyo wake na kuaminisha Tanzania ili mradi kesho na kesho kutwa itakavyoweza kufikia hatua ya yeye kutaka kugombea katika kiti fulani, basi inakuwa ni rahisi kwa sababu tayari ameshawaaminisha Watanzania. Kwa hiyo kumekuwa na mvutano na kumekuwa na mvurugano mkubwa sana baina ya viongozi tofauti wakiona kwamba Gwajima kwa hili ni kama amefeli na amevuka mipaka. Sasa nafikiri kwa yote ambayo tumeeleza awali kabisa, nikupe pia nafasi ya kuweza kuzungumza na kuweza kutoa ushauri ama maoni kuhusiana pia na hili sakata linaloweza kuendelea. Hii ni Hatuboy Media, cha msingi ni kuendelea ku keep in touch na sisi, lakini usisahau kuweza kusubscribe, kulike na kucomment.